mbele ya washirika wetu, mbele ya waumini wetu, na tunapaswa tukautekeleza wajibu huu kwa kuwaeleza wananchi wetu. Cha kwanza kabisa, tuna nafasi kubwa sana ya kukemea waumini ambao wanajipanga kutoshiriki uchaguzi wa nafasi mbalimbali. Tuwakemee wananchi wanaopanga mikakati ya kuto kushiriki uchaguzi. Tuwaambie thamani ya wao kupiga kura ni ipi. Kila mmoja ana wajibu wa kupiga kura, kwa sababu viongozi tunawachagua ni viongozi wetu sisi. Watatuongoza sisi, hawaongozi nchi nyingine, wanaiongoza nchi ya Tanzania. Sasa tusipowachagua tunakuwa hatutaki viongozi. Lazima nchi iwe na viongozi, si ndio? Lazima nchi iwe na viongozi. Na viongozi, utaratibu wetu ni kuwachagua kwa kupiga kura. Kwa hiyo viongozi wa dini tuna wajibu wa kuwaeleza waumini wetu, washirika wetu washiriki katika uchaguzi mkuu kwa kuchagua viongozi mbalimbali wakiwemo rais, wabunge na madiwani. Tuna wajibu viongozi wa dini kuwakumbusha waumini wetu kutoshiriki vitendo vya rushwa. Kwa jina naitwa Janet Edward Kimwaga, ni mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa wilaya ya Rombo. Leo tulikuwa tuna mafunzo, semina fupi ya viongozi wa dini wa wilaya ya Rombo ambao tumewaita leo kwa ajili ya kukumbushana majukumu yetu katika mapambano dhidi ya rushwa, hasa kipindi hiki tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa serikali. Lengo kuu, kwa kuwa viongozi wa dini ni wadau muhimu sana katika mapambano dhidi ya rushwa na ni watu ambao wanaaminika sana katika jamii. Kwa hiyo tumeona tuwaite leo ili tuweze kuongea nao, tuwaelezee umuhimu wa kupambana na rushwa katika kipindi hiki cha uchaguzi, nao pia waweze kufikisha ujumbe kwa waamini au washirika wao katika makanisa na misikiti. Majina ninaitwa Thomas Kavishe, ni mchungaji wa kanisa la EAGT katika kanisa la Shimbi Masanga wilaya ya Rombo. Na ninashukuru kwa ajili ya semina hii fupi ambayo basi ilikuwa inahusisha viongozi wa dini mbalimbali. Nimeweza kutambua kwamba kuna maeneo ambayo pia washirika wetu au waumini wetu wanaweza wakatoa rushwa hata bila kujua, bila kufahamu kwa sababu ya elimu duni. Lakini sisi basi kama viongozi, kwa hii elimu ambayo tulioipata, basi na sisi tutaiwasilisha kule. Ninaamini kabisa kwamba wengi watasaidika, kwa sababu tutaweza kuwaelimisha pia ili kwamba wasiwe wanajihusisha na vitendo vya kutoa rushwa. Mimi kwa jina naitwa Sheikh Kasim Ramadhani Selemani. Naishi Holili. Pale Holili mimi ni imamu wa msikiti mkuu wa Holili, lakini pia ni shekhe wa kata hii ya mkuu. Nilipokuwa nimezungumza kuhusiana na ufukara na umaskini, huwa watu hawa ni wepesi sana katika kupokea rushwa, na wanakuwa wepesi kupokea kwa sababu ya hali zao. Moja kwa moja ukichukulia yeye kama fukara au maskini hawezi kutoa rushwa, ila kupewa rushwa na kuipokea kwake ni jambo jepesi sana kulingana na hali yake. Kwa hiyo hata ukasema natumia namna yoyote ya kumzuia asiichukue, ataichukua kwa yule ambaye atamfuata kwa mahitaji ya kile ambacho anakihitaji. Na mara nyingi huwa wanapopewa kipindi hasa hiki cha uchaguzi, akiletewa rushwa yote ataichukua na atakwenda kumtekelezea anayetaka kutekelezewa kile ambacho anakihitaji. Baada ya hapo hatumuona tena.